Naam, ndugu msikilizaji bwana, kama ilivyo Bongo hakulali njaa kabisa bana. Kuna issue ambazo zina trend kufuatiwa na msanii Ibra TZ kuomba kutaka kuondoka katika lebo. Basi bwana, leo ameweza kuanika vitendo viovu ambavyo Harmonize alijaribu kutaka kumfanyia Ibra TZ. Watu wengi wameweza kushika hatamu baada ya kuona bana, mbona hatua mbaya hii. Ibra TZ mapema ameweza kupost kwamba brother, sitaki kukuzalilisha, lakini kwa hatua ilofikia, unaona bwana, akajikuta mpaka anaropoka baadhi ya vitu ambavyo havikuhitajika. Bana, iko vipi? Uh, Nenda ka subscribe channel yangu ya YouTube at Moka360. Na ukifanya hivyo basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata updates mbalimbali ambazo zinajiri hapa. Na mimi nakwenda hapa kukuonyesha jinsi gani bwana msanii Ibra TZ ameweza kuvunja ukimya baada ya kaka yake Harmonize kuweza kuandika waraka mzito kuweza kumhusu. Bana, Harmonize ameweza kuandika, amesema nimechunguza sana mdogo wangu Chinga, nimegundua una roho mbaya, kama sio ibilisi amepanda kichwani, maana hata siku aliyoposti na kusema namdai bilioni moja ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara. Yaani mimi na kipenzi changu tuna trend, kifupi alisikia wivu. Guys, sijaomba Chinga bilioni moja, ila mkataba aliosaini na lebo unasema ikitokea watu wanataka kununua wenye malengo makubwa zaidi ya Konde Gang, pengine tunaweza tofautiana kipato, inatakiwa ailipe lebo ya Konde Gang 1 billion ili wawasaidie vijana wengine na niliambia nitabaki kuwa kaka yako na Konde Gang chama lako. This guy have to pay. Nililipa kwa kukopa, mchangieni. Nilipa kwa kukopa, mchangieni bana. Haya ni maneno ambayo ameweza kuandika Harmonize baada ya kuona Ibra TZ kama anakwenda kumdhalilisha kwa namna moja ama nyingine. Basi bwana, na yeye Ibra TZ akaweza kujitetea moja kwa moja kwa kuandika waraka mzito baada ya kuposti, baada ya kuweka haya maneno ya Harmonize kwenda kuyakopi na kuyapaste kama ilivyo ngoma yake. Basi na yeye akaamua kuweza kushuka na bonge moja ya caption kwa chini, akasemaje? Sito kusifu roho mbaya na wala sito kutangazia mabaya kaka yangu Harmonize. Ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo lakini chenye ukungu. Lakini pia ninachoamini, msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa, umenisaidia sana kaka Konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu za kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya. Sema nini kakaangu? Asante, maana hata nikiongea mimi masikini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba pango uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza, na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela gang gang. Naendelea kukutunzia mahovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kaka Harmonize TZ. Bana, Ibra TZ ameweza kumaliza hivyo, ameweza kuweka wazi kabisa vitu ambavyo alikuwa anapitia pale Konde Gang bana. Kwa huu haraka mfupi ambao Ibra ameweza kutoa, umeweza kuweka taswira mbaya kwa watu wengi sana na kuweza kupata kama kahuruma fulani bana, kumbe ndio ilikuwa mambo magumu kiasi hiki. Na mashabiki wengi wameweza kubwenga kwamba namna gani pale, mbona anatokea mambo kama haya, lakini wadau wengi pia wameweza kusema kwamba bana, wasanii muo mnaangalia kabla ya kusaini hii mikataba, msione hamna ugali wa bure siku zote bana. Kama unafanya maamuzi ya kusaini mkataba, basi unatakiwa usome kwa umakini sana, kwa sababu kuna vipengele vigumu mno, maybe labda utashindwa huko mbele ya safari, lakini kwa sababu una njaa that time, unakuwa hivyo vitu vyote uvikumbuki. Lakini bwana, uhalisia ni kwamba tunatakiwa kila kitu tukiangalie kwa jicho la tatu. Yes, tusome mikataba kwa umakini zaidi, na vitu vingine ambavyo vinatujia tusiangalie tu njaa, kwa sababu kuna maisha baada ya kutoka baada ya kunini ya kuweza, ukishajipata tayari kuna maisha mengine wewe unayataka, kuna uhuru fulani unautaka.
Yes, kama kwa mfano kutoka kwenye rebo na kwenda kuangalia maisha mengine, kama hata Harmonize pia ameweza kufanya hivyo na Ibra anapita njia kama hizo bana. Hii hapa ni Moka 360. Ni jambo la busara sana kama utakwenda kusubscribe channel yangu ya YouTube kwa ajili ya more updates bana. Karibu sana.